Naitwa Lawrence Mlaki, ni mstahiki meya manispaa ya Ubungo. Leo tulikuwa tuna baraza kwa ajili ya kupitisha bajeti ya mwaka 2026 2027, lakini tulikuwa pia na baraza jingine la kupandisha watumishi na kuwathibitisha watumishi kazini na kuwaweza kuwapandisha watumishi kwenye vyeo vyao. Kwenye baraza letu la bajeti leo tumepitisha bajeti yetu ya shilingi bilioni 149.1, na hiyo ndio bajeti yetu ya manispaa yetu ya Ubungo kwa mwaka wa fedha 2026 kwenda 2027. Bajeti ya mapato ya ndani ambao halmashauri tunategemea kukusanya ni bilioni 53.1, na bajeti ya kutoka serikali kuu itakuwa bilioni 96.1. Ukiangalia hii bajeti compare na bajeti iliyopita wa mwaka wa fedha wa 25-26 ni ongezeko la 5% mpaka sasa hivi. Na bajeti hii imejigusa sehemu nyingi sana. Halmashauri ya manispaa ya Ubungo ina kata 14. Kwa hiyo kila kata imepelekewa fedha, na fedha hizo sana sana ni miradi ya maendeleo. Na bajeti yetu ya mwaka huu ni bajeti ya kiwango, ni bajeti ambayo inaenda kugusa kila mwananchi, inaweza kumgusa mwananchi sana sana kwa kufanya miradi yote ya maendeleo. Ukiangalia inaenda kugusa uendelezaji wa miundombinu, barabara zitaenda kujengwa. Kwa mfano kwenye kata ya Goba tunategemea barabara ya Goba Kinzudi imetegewa tena milioni zingine 800 kwa ile barabara. Lakini vile vile bajeti hii inaenda kugusa pia uboreshaji na utoaji huduma za jamii sana sana, lakini pia kuimarisha swala la utawala bora. Bajeti hii inaenda kugusa sana sana. Lakini vile vile bajeti hii inaenda kuangalia usimamizi wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia kukuza usawa wa kijinsia na uwezeshaji kiuchumi katika makundi maalum. Hapa tunaongelea kwenye upande wa mikopo. Kwa hiyo pia imelenga kutoa mikopo ya 10% ambayo inatolewa kwa ajili ya kina mama, vijana na watu wenye ulemavu. Kuwa na baraza jingine la kuwathibitisha watumishi kazini, na leo tumefanikiwa kuwathibitisha watumishi 85 kazini hapa halmashauri ya manispaa ya Ubungo. Lakini vile vile pia tumeweza kuwapandisha vyeo watumishi 484. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo la kujivunia kama manispaa, na hawa watumishi wanategemewa kupewa barua ili waendelee kufanya kazi. Lakini tunaendelea kuwasihi watumishi wetu wa halmashauri waendelee kufanya kazi kwa uweledi, waendelee kuchapa kazi. Ni watumishi ambao wako vizuri sana na tunawategemea sana sana, na sisi kama baraza la madiwani tutakwenda kuwapa ushirikiano mkubwa sana, kwa sababu wale ndio wataalamu wetu ambao wanatusaidia kutatua kero nyingi za wananchi. Ni kweli wanafanya kazi kubwa hapa halmashauri. Kuna idara karibu 19 na wote hao tunawategemea sana kufanya kazi. Kwa hiyo niendelee kuwaomba kwa pamoja tufanye kazi ili tuweze kuijenga halmashauri yetu, tuende tukatatue kero za wananchi. Ali Ibrahim Hanje, ndo naibu mstahiki meya wa manispaa yetu ya Ubungo. Halmashauri yetu inafanya kazi ya kutoa huduma. Bajeti hii inakwenda kwenye kulenga kwenda kutoa huduma bora na nzuri kwa maana ya masoko, lakini vile vile shule pamoja na sehemu ya barabara katika maeneo yetu. Kiuhalisia bajeti yetu imeenda kulenga kila aina ya huduma ndani ya manispaa yetu ya Ubungo, na itambulika ya kwamba manispaa yetu ya Ubungo inategemea kwenda kujikita zaidi katika kuboresha miradi ambayo itakwenda kuongeza mapato ndani ya halmashauri ya manispaa yetu ya Ubungo. Pia ielewe kwamba tumejadili sana na kuweka mapendekezo ya bajeti sawa katika kikao hichi cha leo. Lengo ni kwenda kuzidi kuendeleza kutoa huduma za kijamii. Kwa hivyo mtaona namna gani ambavyo wataalamu wamefanya kazi bora kwa ajili ya kutengeneza mpango wa bajeti 2026 2027. Lakini pia tuendelee kupongeza jitihada nzuri za manispaa yetu ya Ubungo ambako chini ya mstahiki meya imekuwa na mawazo mazuri, inatengeneza legacy bora ya miaka 5, nini ambacho kinakwenda kufanywa na yapi ambayo yamefanyika. Lakini zaidi tuendelee kumpongeza Mheshimiwa Rais katika zile siku zake 100 amefanya kwa vitendo, na hakuwa ni mwanasiasa wa mazungumzo, kawa ni mwanasiasa wa kufanya vitendo zaidi. Jina naitwa Zaidi Jumanne Mulilo, diwani wa kata ya Msigani. Leo hii tulikuwa hapa manispaa ya Ubungo katika kupitisha bajeti ya 26-27. Hakika imekuwa ni bajeti nzuri, ni bajeti ambayo imeweza kukava takribani nyanja zote za kijamii, na tunaona kabisa kwamba ni bajeti ambayo inaweza kutekelezeka.
Kwa mara ya kwanza bajeti hii imeweza kukava serikali ya mtaa wa Msigani na kata kwa ujumla. Katika serikali ya mtaa ya Msigani tumeweza kupata sekondari ni kitu ambacho kilikuwa hakipo kabisa kwa kipindi kirefu sana. Tumeweza kupata bajeti ambayo tunaenda kukava mifereji yetu katika mito ambayo imekuwa ikimomonyoa shule zetu. Tumeweza kupata bajeti ambayo inaenda kukava zahanati zetu kwa kiwango kikubwa. Hali kadhalika bajeti hii imeweza kugusia maeneo ya vivuko. Vivuko vimekuwa ni changamoto kubwa sana kwa wananchi wa Msigani. Haikuishia hapo. Bajeti hii vile vile imeweza kukava maeneo mazuri, maeneo ya barabara za ndani. Barabara za ndani zilikuwa ni changamoto kubwa sana. Naitwa Rose Castro Ndunguru, ni diwani wa viti maalumu manispaa ya Ubungo. Bajeti ya leo kwa kweli imeenda vizuri. Kwa kweli imepangiliwa vizuri sana, na tunamshukuru mkurugenzi na timu yake na wataalamu wake na mchumi, wameweka bajeti vizuri na madiwani wameipitisha vizuri bila matatizo. Ili kuhusiana na wananchi ambao tunaenda kuwaeleza ni kwamba tutawaambia kwamba bajeti imeenda vizuri na wategemee mambo mazuri, yale yote yaliyopangwa kama vivuko, madaraja, barabara zitatekelezwa vizuri kwa kutokana na bajeti ya leo iliyosomwa.